Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema mazungumzo ya Doha na Iran yamekuwa ni mazuri. Rais wa Marekani Bwana Trump amedai kuwa mazungumzo yaliyofanywa na wajumbe wake na Iran yanakwenda vema licha ya Iran na Qatar kukanusha kuwepo kwa majadiliano ya moja kwa moja ya pande hizo mbili. Alizungumza wakati akiwa kwenye ndege yake mpya aliyozawadiwa na Qatar huko North Dakota Julai mosi, ambapo aliwaambia waandishi wa habari kuwa mazungumzo na Iran yanakwenda vema, akiyataja majadiliano hayo yasiyokuwa ya moja kwa moja mjini Doha kuwa ni mikutano mizuri sana. Kwa kadri mambo yalivyo hadi sasa, mchakato wa kuiondolea Iran uwezo wa kuwa na silaha za nyuklia unaendelea vema. Wamekuwa na vikao vizuri na tunaona tuliwapiga kweli kweli, lakini tunakwenda nao vizuri, alisema rais huyo wa Marekani. Ripoti kutoka Doha zinasema wajumbe wa Marekani kwenye mazungumzo hayo, Steve Witkoff na Jared Kushner, walikutana na kiongozi wa Qatar Emir Hamad Al Thani, ambapo mazungumzo yao yalijikita juu ya suala la Iran na la Lebanon kwa wakati mmoja. Kwa Iran, sharti muhimu limekuwa ni kusitishwa mara moja kwa mashambulizi ya uvamizi wowote dhidi ya Lebanon, suala ambalo limekuwa tete, kwani Israel imeshasema kwamba haitaachia kuikalia sehemu ya Lebanon iliyoshika hadi pale kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran litakaponyang'anywa silaha. Mbali na suala la Lebanon, mazungumzo hayo ya ngazi ya wataalamu yalijumuisha suala la mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo Iran imeendelea kushikilia msimamo wake wa kudhibiti kikamilifu shughuli za usafirishaji kupitia ujia huo muhimu kabisa kwa nishati ulimwenguni. Iran imeshikilia meli nyingine. Mapema siku ya Jumatano, televisheni ya taifa ya Iran imeripoti kushikilia meli nyingine ya mizigo ambayo ilijaribu kupita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz bila kufuata masharti yaliyowekwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Hatua inayoshadadia madai ya Tehran kwamba ndio njia pekee yenye uamuzi wa mwisho kwenye mlango wa bahari wa Hormuz ambao unapitisha zaidi ya 20% ya mafuta pamoja na gesi ulimwenguni. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli hiyo ilikuwa ikipita kwenye eneo ambalo halikuidhinishwa na jeshi la Iran na hivyo ililazimishwa kutia nanga hadi hapo maelezo zaidi yatakapotolewa. Jeshi la Iran limekuwa likiwaonya mara kwa mara manahodha, wamiliki wa meli na maafisa wa kampuni za meli kote ulimwenguni kwamba njia yoyote nyingine isiyokuwa ile iliyoidhinishwa katika Ghuba ya Uajemi itamalizikia katika hasara isiyolipika, ilisema taarifa hiyo. Ripoti hiyo hata hivyo haikutaja kabisa meli nyingine mbili ambazo Iran ilizishambulia wiki iliyopita pale ilipojaribu kuvuka mlango wa bahari wa Hormuz bila idhini ya Tehran, ikiwemo ile iliyokuwa ikibeba mafuta ghafi kutokea Qatar, mmoja wa wapatanishi wakuu kwenye mazungumzo yanayoendelea sasa. Hata hivyo, Iran imetoa maonyo mara kadhaa. Mwanadiplomasia mkuu wa Iran Abbas Araghchi ameonya kwamba jaribio lolote la meli kupuuza njia mbadala inayopendekezwa na Iran kupitia lango la bahari la Hormuz litaongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Araghchi amesema hatua ya kupuuza njia hiyo inaweza kuchochea mzozo mpya, hasa ikizingatiwa kuwa mlango wa Hormuz ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Kauli yake ameitoa wakati ambapo mashambulizi mapya yameripotiwa katika eneo la Ghuba yakionyesha udhaifu wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Pakistan mnamo mwezi wa Februari. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.